Habari na wapendwa, natumai mko poa. Wagonjwa poleni, wasema tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni tuendelee na simulizi yetu sehemu ya pili ya Pesa ya Msukuma na Damu Yangu. Sehemu iliyopita tulishia ambapo mlango ulifunguliwa na yule mtu akawa ameingia ndani. Sasa tuko tunajiuliza, aliyekuwa anabisha mlango na kuingia ndani ni nani? Karibuni tuendelee. Mlango ulifunguliwa. Baada ya mlango kufunguliwa, nikamwangalia yule mtu, kisha macho yangu nikaelekezea kwa D, ambaye ni my classmate. D alimwangalia. Sema nikajiuliza, huyu mdada ndani kafuata nini? Na anataka nini? D akamwambia, Sandra, umefuata nini? Sandra akasema, samahani, umeniuliza umefuata nini? Nimekufuata, rudi nyumbani. Akamwambia, nyumbani? Kwani lazima uende na mimi? Akamwambia, nyumbani tumetoka wote na tunarudi wote. Sasa hivi saa 7 kasoro. Nimechoka, nataka kupumzika. Yaani kimesimama. Kilipokuwa kimesimama, kikaanza sasa kuniangalia juu chini, juu chini. Nikampotezea sababu naona kama hamnazo. Nikamwambia D, usijali, mpeleke mwenzako akapumzike. Akaniambia okay mama, nakupenda. Nikamwangalia mdada, alafu nikamwangalia D, nikamwambia nakupenda pia. Baada hapo akanikumbatia. Alivyonikumbatia akamwambia tuondoke. Tele D katoka, katangulia. Yule mdada akamebaki. Akanisogelea nilipokuwa nimesimama. Akaniambia, wow, dogo, hapa ni mjini. Na usikulupukie watu usiowajua. Usikulupuke na maisha ya watu, utaumia. Kaa mbali na D. Narudia tena, kaa mbali na D. Kama huko ulikotoka, kazi yako ilikuwa ni kuchukua mabwana za watu, hapa ni mjini. Nitakukomesha mpumbavu wewe. Sasa nikabaki namwangalia, sikumjibu. Nibaki tu namwangalia. Kumbe wakati anaongea vile, D alikuwa mlangoni. Akamsogelea. Akae mbali na D. D yupi? D mimi au? Sinakuuliza Sandra, akae mbali na nani? D nani? Sandra akaanza kugumizi. Sikia, iwe mwanzo na mwisho. Narudia tena, iwe mwanzo na mwisho kuingilia mambo yangu. Sio, umeelewa? Huyu ndo mwanamke ninayempenda. Sijalazimishwa na mtu yote kumpenda. Ni mtu ambaye namhitaji katika maisha yangu. Sio, umeelewa? Alafu kingine, yaani kuanzia leo tunavyotoka na kurudisha kwenu, kuanzia Jumatatu chuo utakuja mwenyewe, kwenu utarudi mwenyewe. Sitaki tena kuongozana na wewe. Naona saa hizi unanipanda kichwani.
Maana ile kuchekea ukaniona mipoyoyo. Mwanzo leo na mwisho. Siongozani na wewe. Na kama unayo maswala yako sijui na babako, sijui na mamako, sijui na kina nani, yatoe. Yaani nitoeni kabisa kwenye mfumo wenu kijinga. Sijui umeelewa? Mimi kabaki naangalia. Sasa kazamwambia, "Yaani kisa huyu kahaba ndio unaniambia maneno kama hayo, afu unaniambia mbele yake, si bora tu ungeenda kuniambia kwenye gari." Akaambia ningeenda kumwambia kwenye gari, si ndio? Wewe ulivyomwambia hapo, umemwambia ukiwa naye wapi? Kwanza umekuta kwenye maya yake, chumbani kwake. Unaweza kumwambia maneno ya ajabu. Unajielewa kweli? Haya, tuseme aamue sasa hivi hapa akakuvunja wewe hapa sasa hivi. Yaani akashika kitu chochote akakupiga nacho. Atakuwa nakosa? Mbona mda mwingine unakuwa kama mtoto, unakuwa kama hujielewi? Wewe si mtu mzima kabisa. Naomba nisamehe. Please. Naomba nisamehe. Okay, fine. Tuondoke. Akarudi tena akaniambia, "Please baby. Yaani usizingatie ujinga aliongea huyo. Okay? Nakuomba." Nikamwambia usijali. Jioni njema. Au usiku mwema. Akaniambia sawa. Bye. Wakaondoka. Alivyoondoka ni sikubaki na doubt yoyote, sikubaki sababu kila kitu aliweka clear kwa they're not dating. Kwa nikajiona ni bado niko huru kuwa na huyo mtu. Nikaendelea zangu na mambo yangu. Nimekaa, ilipofika saa 7:40, Yesu akarudi. Alivyorudi, tukaanza kupiga story kama kawaida yetu. Kusimuliana vitu vilivyotokea. Mmoja mmoja akasimulia alokutana nayo na mimi nikawasimulia. Akaniambia huyo kahaba achana naye. Angekuwa anatakwa yeye, angekuwa shatongozwa, achana naye. Mwache endelee kujilegeza. Watu wapige mpaka kila kitu kiwe sawa. Sasa kaka anamngangania dia kati na bwana wake. Nikamwambia bana atajua mwenyewe na maisha yake. Ni atanihusu. Tukaingia zetu kulala. Kuingia kulala. Yaani kwa kawaida weekend huwa tuamke mapema. Na ukiona tumeamka mapema, ujue basi siku hiyo tuna kazi ya kufua asubuhi. Siku kwa kuwa tulichelewa kulala sababu tulipiga story mpaka saa 9. Kwa hata kuamka tulikuja kuamka saa 6 mchana. Baada ya kuamka tukafanya zile preparation za kujiandaa kwenda kula. Tukajiandaa hapo kwa ajili ya lunch mpaka saa 7. Tukatali tunatoka. Tunafika restaurant, tuko tumekaa kama kawaida yetu. Yaani tukiona tu kitu kizuri lazima tukisifie. Yaani lazima. Tumekaa pale, wakaja wakaka wawili. Wakatusalimia, yaani ni kama vile wanaomba company. Na sisi pale tulipokuwa tumekaa. Kwa kuwa tulikuwa tunahiana, tukawakaribisha. Tena Viki ndio aliwakaribisha vizuri sana. Karibuni, tukakaa hapo, tukapiga story. Wakatuuliza tunasoma kozi gani, tukawaambia na wao wakatuambia. Basi tumekaa sasa tunaendelea kupiga story. Ikapita nusu saa, hatujaletwa chakula. Wakatuuliza vipi, mmeshakula nini? Tukamwambia bado. Viki akajibu, yaani tangu tumeagiza mpaka sasa hivi hata sijui wanatuchukuliaje wapumbavu hapa. Ikabidi ainuke, akawafuata. Akamwambia anko, lakini mbona unazingua? Yaani tumekaa pale sasa hizi nusu saa, hujatuletea chakula. Akamwambia basi ni mwasao.
Na hivi unakaa mdomo na wewe. Si ungechili, sio kama ningechili kidogo. Mimi nje inaniuma bana. Tumekaa kidogo, akamerudi. Tumekaa kidogo, anko akaleta chakula. Akaambia nanyi wazee. Akasema wao wakaagiza chao na chakula. Wakaletewa, walivyoletewa. Tumekula hapo, tukaagiza maji, tukanywa. Ile tunaondoka. Mmoja akamwita Vic. Sababu tulilipia wenyewe. Akamwita Vic. Akamwambia samahani. Naweza nikapata namba yako? Vic akatabasamu. Akamwangalia. Akamwambia fresh, sababu kimonekano wanaonekana vizuri wale wakaka wawili. Mmoja alikuwa mweupe, mmoja mweusi. Yaani fulila. Yaani hata ukiangalia ni smart guy. Kwa akawapa namba. Alivyowapa namba tukaondoka zetu. Kuondoka tumefika hostel. Tukasa tumeanza kazi ya kusukana kama kawaida. Tukawasuka wasiojua kusuka. Sisi yetu tulikuwa tunasubiria Jumapili after church. Ile Viki kakaa pale akasasa anachati kubizi na simu. Mara anacheka, mara sijui nini. Tukamuuliza, dada kulikoni? Penzi jipya nini? Akasema hamna. Hamna cha penzi jipya wala nini. Tukamuuliza vipi? Kaambia watu ni wapumbavu. Wanaomba namba. Wote tukasogea sasa kusikiliza. Namba ya nani inaombwa? Yaani mlivyo serious. Hivi na darasani waga mnakuwa hivi. Viki akauliza. Na akasema, bana, achana nayo hiyo. Hiyo darasani na huku ni huku. Akasema sawa. Namba inayoombwa ni ya kwako Jeni na hii. Na akasema we, kwanza ni mkaka yupi anayeomba namba yangu kati ya wale wawili? Jamani, hapo sasa ndio sijui nani ni nani, sababu wamenitext wote kwa pamoja. Kwa hapo mtajua wenyewe. Mtakavyokuwa mnawasiliana mtajua wenyewe. Kaambia bana sio vizuri. Wewe fanya hivi. Waombe picha WhatsApp. Nani anaomba namba ana, nani anaomba namba ya Jeni. Jeni pati tu aliongea. Akasema sawa. Akatext. Akamwambia naomba tumie na picha WhatsApp. Na huko pia akatumia hivyo, naomba tumie picha WhatsApp. Picha zikatumwa. Haya, huyu anaomba ana, huyu anaomba Jeni. Na akasema wow, hichi kitu ndicho nilichokuwa nakitaka. Kamuuliza ulikuwa unataka nini? Nilikuwa nataka yule mkaka. Yaani rangi yake tu nilivyomuona alinikosha. Jeni akasema jamani. Haya, muda kufa, magonjwa ni mengi. Magonjwa yapo. Kama Mungu alipanga tuwe nayo tutayapata tu. No matter what. Tukacheka. Tumekaa hapo. Aka ameshatuma namba. Wakaanza sasa kututext. Message ikaingia. Hey. Na mimi nikamsalimia hey. Akaniambia I'm Chris. And you? Nikamwambia mi Jeni. Sema vizuri. Jeni samani. Tunaweza tukawa marafiki. Nikaonesha kiuzo, akacheka akasema kubali. Nikamwambia fresh. Hamna shida. Akasema sawa. Okay. See you later. Nikamwambia sawa, asante.
Basi na huku naye akaniendelea. Tuko tumeendelea. Tulivyomaliza kazi tulivyokuwa tunafanya, tukafanya usafi. Baada ya kufanya usafi, tukaelekea kufua. Kama kawaida wakati wawili wakifua, wawili wanasuza na kuanika. Ndio tulichokuwa tunafanya. Hivyo tumemaliza hapo kufua, tukaingia zetu kuoga. Kwa kweli ilikuwa ishafika jioni. Kwa tumekaa tu tunaangalia movie. Na movie tunazopenda sio hizi movie za action, sio zile za mapenzi yani yale mapenzi ya kusema nakupenda pia sio nini. No. Yaani sisi tukiangalia movie ya mapenzi na mapenzi kweli. Yaani huko ndani tunahakikisha tunaangalia kabisa wanafanya vitendo. Yaani inatoka naingia. Yaani ndio furaha yetu. Sababu tulikuwa tushapanga. Yaani ukifika ni muda wa kusoma ni muda wa kusoma. Muda wa movie ni muda wa movie. Kwa hiyo siku ilikuwa ni muda wa movie. Na movie tunazitafuta mtandaoni. Zikiwekwa hapo. Ni shida tupu. Tunaangalia, tunaenjoy wenyewe. Ilipofika saa 2:00, tunajiandaa kwenda kuchukua chakula. Sababu tulipanga tunachukua chakula, tunarudi kuja kula huko. Na wakati tunatoka, Chris alinitafuta. Akaniambia, "Ije, vipi mmeshashuka?" Nikamwambia bado ndo tunashuka. Akasema, poa basi mtatukuta." Nikamwambia, "Girls, kuna watu wanatusubiri huko." Wakina nani? Nikamwambia kina Chris. Haya. Tumekaa. Ikabidi tukae. Tujadiliane, tuende na vyombo tusiende na vyombo. Macontainer means. Vika akasema sasa mkisema tuende na vyombo. Wale wapo kule wanajua tunaenda tunakaa kule tunakula kule tunamaliza tunarudi kulala. Haya tukienda na hiyo vyombo. Hata kama mtu alikuwa na lengo la kuwalipia atakosa. Bora tuendeni vivi, tuacheni macontainer. Basi tukashauriana pale tukaacha macontainer tukasepa. Tumefika kule tukakuta kweli wamekaa, wametuwekea viti 4. Tukakaa. Kisha akasema, "Mimi nataka nikae na wewe." Na yule kule akamwambia anaitwa Kevin. Akamwambia, "Na mimi nataka nikae karibu na." Basi tumekaa hivyo. Tumekaa hapo tunapiga story. Chakula kikaagizwa, kikaletwa. Kilivyoletwa kweli wakatulipia. Hadi maji wakatulipia sababu tulikuwa tumepanga kula chips yai. Kwa tukala chips yai, maji na soda, vyote wakatulipia. Tukasa tunarudi hostel. Kurudi hostel ile tunatembea taratibu. Na akasema, "Mimi nataka nikanunue bites." Kevin akauliza za nini? Niambia, "Yaani hapa ni nini hivi tunavorudi? Atuende kulala sasa hivi. Tuenda kuangalia movie." Kwa wakati wa movie inatakiwa tuwe na bites. Ili zetu sogeza. Mkaka kaguna akasema fresh. Kwa hiyo naenda kuchukulia hivi. Nikamwambia pale dukani. Akamwangalia Chris. Nikamwambia, "Mnaonaje tukaenda hapo mlimani mkachukue mnachotaka?" Tukaangaliana. Akasema sawa, hamna shida. Sawa. Tumetoka. Tukasema tunatoka pale tulipokuwa tumekaa. Tumesimama. Tukasogea barabarani, tukaita bajaji. Tukapanda bajaji mpaka mlimani. Kufika pale tukashuka, tukaingia kwenye supermarket moja hivi. Yaani kuna vitu vingi. Kwa hiyo tumeingia mle.
Tukaanza sasa kutafuta vitu vya kuondoka navyo, sababu tuliambiwa chukueni chochote mnachotaka, tutalipa. Wote wanne tukasema mna shida. Tukaingia, tulibeba yaani vile vitu vyote vitamu tukachukua. Baada hapo wakatulipia. Baada ya kulipia tukaenda tukapanda bajaji, tukarudishwa mpaka hostel. Fika hostel, tumekaa sasa. Tukaanza kupiga story. Viki akasema, guys, hawa watu tusiwaache. Leo umetulipia chakula. Najua kesho watatufanyia vitu vingi tu vikubwa. Yaani hapa budget ishaanza. Kwa hii hela leo tumeisave. Tuangalie na kesho. Wakijipendekeza tena tunapiga. Wakijipendekeza tena hivyo. Sasa na nyie wale wenu mwakazie. Alafu tukose ofa. Kaambia tena mimi mnitoe kabisa. Di wangu nampenda. Japo una mapungufu 2 matatu lakini nampenda. Ushaanza. Siku mkigombana na Sandra ndo akileta ukaa sawa. Wakaanza basi hapo kunicheka. Nikamwambia fresh, nichekeni. Nikana chati naye sasa. Nikana chati na D. Tunapiga story kwa chati na D. Hivyo maliza, hivyo fika mida 4. Nikampigia mama ili kumuaga good night na baba. Nilivyoaga nikasa nataka nilale sababu inatakiwa niwe kulala sababu ya kesho kanisani. Nikalala. Nikika alarm ya saa 11:30. Kweli nikalala. Ilipofika saa 11:30 wala mekaniamsha, nikainuka nikajiandaa. Nilivyojiandaa nikanatoka kuelekea church. Nimefika church, nimesali. Nilivyosali ile narudi sababu nilikuwa natembea. Narudi nikakuta tuna gari mbele yangu likasimama. Lilivyosimama yaani machungu ya kuamini. Alishuka Sandra. Alishuka Sandra. Akanisogelea. Akaniambia, vipi? Unajisikiaje? Raha kutembea na mabwana za watu raha. Mafaidi. Basi unajiona mzuri. Unajiona mtu. Nika tunamwangalia. Nika sasa nataka nipite ili niachane naye. Akanzuia. Alivyonizuia, yaani ile kitendo cha kunizuia, akaniwasha na kibao. Hivyo malaya, unajikuta nani? Yaani utembee na bwanangu na bado unifanyie kiburi. Nikamwangalia, nimeshika saa mkono shavuni. Nikamwambia, yaani kulazimisha vitu ambavyo havikutaki. Mwanaume hakutaki, achana naye. Kwani lazima uwe naye? Kasha sema hakutaki. Mbona unapenda kulazimisha vitu ambavyo haviwezekani? Alafu kingine, utatoka na wangapi? Akaniambia, nani for business you bitch. Nitoke na nani? Hiyo hayakuhusu. Hayo ni maisha yangu mimi, sio yako. Nikamwambia kama ni maisha yako wewe, okay fine. So namtaka D. Wewe stick kwenye position yako na mimi ni stick kwenye position yangu. Tusiingiliane. Akiwa na wewe, awe na wewe. Akiwa na mimi, awe na mimi. Niache. Hivi alicheka. Akaniambia, "Wewe malaya unajielewa kweli? Unaelewa unachoongea? Unaelewa unachoongea? Yaani akiwa na wewe, akiwa na wewe.
Fuck you. Yaani mtu niwe naye toka huko. Sasa hivi amezidi kunawiri, amezidi kupendeza. Eti hivi kweli nakuingia akili niwe mpumbavu? Ningeambia dada, sikiliza. Haijalishi nimetoka wapi, sijui nimetoka mbinguni, sijui nimetoka peponi. You none of my fucking business. Okay? Kama anakupenda, mfuate yeye, usinifuate mimi. Mfuate yeye, mwambie yeye achane na mimi. Umesikia? Kama anakupenda atakusikiliza. Lakini kama hakupendi, ataendelea na mimi. Ndugu yangu, hata sile kilichotokea. Mala, kumbe hakuwa peke yake. Kwenye gari alishuka peke yake. Lakini yani kaona tunafanya hivi, yani anaonyesha ile ishara ya kuita. Vikatoka vidada vingine ambavyo huwa vinatembea naye. Viliniwasha, yani vilinipia. Hiyo mpaka nijisikia vibaya. Kuna mzee alikuwa anapita, akaja akawaamlia. Yule mzee nasali naye, akawaamlia, wakaniacha. Walivyoniacha, wakaondoka, nikarudi hostel. Nimefika hostel. Je, girls walibaki wananishangaa. Imekuaje? Nikamwambia, msijali, niko poa. Wakaniambia, utasemaje uko poa na upo hivyo? Sababu nilikuwa nalia. Nilipanda bajaji. Kwa hiyo nikaa nalia tangu nimetoka pale mpaka nafika kule hostel. Kwa nilivyofika, nikaingia bafuni, nikajisafisha, kaa kitandani. Yaani sikutaka kuongea na mtu yoyote. Nikalala zangu kitandani kimya. Nimelala. Wakawa wananiuliza, tatizo nini? Yaani kimya. Sikujibu chochote. Nikamwambia, naombeni mniache. Naombeni mniache. Nilale. Naombeni. Wakaniambia sawa, lakini inatakiwa tuambie, na sisi ndo ndugu zako hapa. Nikamwambia sawa, lakini sasa hivi nitaambia baadaye. Tezi kichwa kinaniuma. Vika akatafuta dawa akaniletea ya maumivu. Akaniambia kunywa. Nikanywa na akaenda akachukua, sababu yeye mama yake ni nesi, kwa hiyo anampa vile first aid kit wanatembea nazo. Akaenda akachukua, akananifuta sasa sehemu hizo zina mikwaluzo, hasa magotini. Akanifuta. Nikanimela nini? Kila nikikaa hivi nikifikiria, hasira zinanipanda. Ninasema wewe kahaba huyo. Mungu nisaidie. Ila nikanajiuliza, sasa kwa nini niendelee kukaa na wewe mwanaume? Sababu hata niendelee mambo yangu. Kama nimekaa tu jana, nishapata mtu mwingine. Acha tu niachane nayo huyo. Yaani hayo ni mawazo ambayo yapo kichwani kwangu. Nimekaa hapo. Simu ikaanza kuita. Ndio kuangalia ni my classmate. Yaani sikutaka maneno mengi. Sikutaka vitu vingi. Nikaikata ile simu. Nilivyoikata, nikachukua simu, nikampigia mamangu. Mama akaniambia, mbona kama vile uko sawa? Nikamwambia kichwa kinaniuma. Akaniambia, umekunywa dawa? Nikamwambia, kichwa kinaniuma, nimekunywa. Akaniambia, sio usilie mama, hapa na kinauma sana. Sikia, je, usilie. Nikamwambia sawa. Akakata simu. Alipokata simu, akampigia na akaongea na akamwambia, ndio hapa tumempa dawa, tunataka alale apumzike. Akaambia sawa. Haya, akakata simu.
Baada hapo ile simu nikaizima kabisa. Yaani sikutaka mawasiliano na mtu yoyote. Sababu najua ningeendelea nahisi ningetukana. Kwa nikajifunika zangu kimya nikalala. Nimekaa baada ya muda kidogo, nusu saa, nikapitiwa na usingizi. Nilipopitiwa na usingizi, nakuja kushtuka. Nafumbua hivi macho. Walikuwa wameniletea chakula girls. Walikuwa wameniletea chakula. Kumbe Dee alimpigia Vicky. Kwa baada ya kumpigia Vicky, akaongea na Vicky. Vicky sijui ndo alimsimulia, unajua wao. Kwa ile nafumbua macho, kwanza nikakutana na chakula. Yeye alikuwa amekaa upande ambao yani ilikuwa ni vigumu mimi kumuona. Nilivyokiona kile chakula, sababu kweli nilikuwa na njaa. Sababu ilikuwa tayari ishafika saa 7. Nikainuka. Nikakifuta kile chakula, nikaweka kitandani. Gizo wamekaa tu pembeni, wamekaa wananiangalia. Nikamwambia, sasa mnaniangalia nini? Akaniambia, kilichokukuta ni nini? Nikamwambia, naombeni kwanza mniache nile. Sitaki kabisa kukumbuka kilichonikuta huko. Yaani sitaki hata kusikia. Naombeni nile. Wakasema sawa, kula. Nimekula, nilivyomaliza. Ile nashusha hivi miguu kitandani. Nikakutana macho kwa macho na Dee. Nikamwangalia. Sikumsalimia. Nikapita huyo. Nikaelekea chooni. Nilifika kule. Nikakojoa. Nilivyomaliza. Nipo kule chooni. Nikamwita Vicky. Vicky. Nawe nini? Si utoke nje. Nikamwambia njoo. Akaja. Nikamwambia mwambie huyo atoke hapo. Jamani, si mpenzi. Jamani, nimekwambia mwambie huyo atoke. Kwani kuna nini? Please. Mwambie atoke. Vicky akatoka. Anaongea naye. Yaani kila nikijibisha kuweka sikio mlangoni ili nisikie anachoongea. Sisikii. Wakawa wanaongea. Baada hapo nikasikia tu mlango unafunguliwa. Baada ya mlango kufunguliwa ukafungwa. Nikatoka zangu bafuni. Nimeenda kukaa kwenye kitanda. Wakaniambia kwani tatizo ni nini? Nikamwambia tatizo hamna. Ila huyo mpumbavu ndio sosi ya mimi kuwa hivi. Vicky akaniuliza, yaani sijakuelewa, yeye ndo akakupiga au ni nini? Nikamwambia ni Sandra. Sandra. Ndio. Yeye akasema nilijua. Yaani yule mpumbavu ni muuaji, katili. Yaani niacheni tu. Yaani naumia. Yaani kila nikimwangalia Dee, yaani nahisi moyo wangu kuumia sana. Yaani nikashindwa kuongea. Nikadalia. Wakaniambia usilie. Yaani ile nimekaa na nibembeleza, mlango ukafungulia. Alikuwa Dee. Kumbe alikuwa hajaondoka, alikuwa amesimama mlangoni. Nikamuuliza umefuata nini? Akaniambia, Jenny, yaani hata itokee nini, niko na wewe. Nimeshasikia. Sasa ndo kufanyia hivyo. Nikamwambia sikiza Dee. Ukute hichi nilichofanywa leo ni kitu kidogo sana. Kwa sitaki kuja kupata matatizo. Sitaki kuja kutolewa kafara kwa vitu ambavyo na uwezo wa kuviepuka. Hiki tu mimi kuepuka naweza,
kaa tu mbali na mimi. Utakuwa umenisaidia sana. Nakuomba. Na najua fika nakupenda. Naomba unisaidie kwa hilo. Endelea na mapenzi wewe na Sandra wako. Dia kuongea. Baba tu ananiangalia. Yaani ujue nijikuta napiga magoti nikimuomba, kama unanipenda kweli, naomba iwe hivyo. Yaani mimi na wewe tukutane darasani kwenye kusoma tu. Basi. Yaani hivi vitu vingine vya mapenzi please. Nakuomba. Akaniangalia, akaondoka. Hakujibu wala kuongea chochote. Jeni akaja akanikumbatia, akaniambia usijali Wajina. Okay? Nimekaa sababu zile alama za vidole zilikuwa zinapungua kwenye mashavu. Yaani maumivu nilikuwa nasikia ni ukuliko kwa luzika miguuni na mgongo. Nimekaa kidogo, mama akapiga simu, nikaongea naye. Nikamwambia sasa hivi niko poa. Akaniambia kabisa. Nikamwambia ndio. Nikamwambia haya. Kunywa maji mengi. Nikamwambia mna shida mama, asante, msalimia baba. Akasema zimefika. Akakata simu. Alipokata simu, tukawa tumekaa pale. Nikafumuliwa nywele. Wakaniosha nywele. Wakanibodirai. Nikaanza kusukwa. Nimemaliza kusukwa. Nikamwambia na mimi siwezi kwa kusuka. Yaani basi sina nguvu. Akaniambia usijali, nitaenda saluni hapo chini. Nikamwambia nisamee mpenzi. Jamani, kipenzi najua, usijali. Nikaa nimebaki zangu room. Wakamsindikiza na kusuka. Nimekaa. Simu ikaita. Chris akamepiga. Akaniambia, wewe kiumbe, uko wapi? Nikamwambia nipo. Uko wapi? Wakati hapa naona rafiki zako wako wenyewe, wewe haupo. Nikamwambia mimi niko nimetoka mara moja, ila baadaye nitarudi. Akasema sawa. Haya. Akakata simu. Nimekaa pale kama lista. Geuzo kwa amerudi. Tukaendelea basi kupiga hapo story. Tupiga story, ulipofika muda wa chakula wakaenda kuchukua. Walipoenda kuchukua, simu ikaita. Alikuwa ni Jeni. Akaniambia wewe, Chris anataka kuja kukuona na Kevin. Nikamwambia hapana, siwezi kuona na watu leo. Akasema sawa. Nimekaa kidogo. Chris akanitumia message. Akaniambia kwa nini sasa hutaki nije kukuona? Nikamwambia usijali, utakuja kuniona kesho. Leo siko vizuri. Akatuma message ya kuguna. Nikasema sawa. Akasema sawa, hamna shida. Nikamwambia okay, usiku mwema. Na kwako pia. Basi. Nimekaa baada muda kidogo Gezo akawa ameshafika. Tumekaa hapo tukapiga story, wakaanza kuandaa nguo za kesho klasi. Basi. Mida saa moja mama akapiga simu. Kunijulia hali naendeleaje. Nikamwambia. Akaniambia sawa. Pumzika. Acha kutumia sana simu na kompyuta. Acha kutumia sasa hivi kwanza. Nikamwambia mna shida. Kanimelala.
nimekuja kushtuka saa 2. Wenzangu wanajiandaa kwenda klasi. Wakaniuliza vipi? Nikamwambia kwani uso wangu unaonekanaje? Wakasema sasa hivi uko vizuri. Nikamwambia lakini mimi klasi siwezi kwenda. Nendeni tu. Mtaniombea ruhusa. Mtaambia Sara naumwa. Wakasema hata usijali. Kaambia sawa. Nimekaa zangu hostel. Wako wameondoka. Nimekaa kule, mlango kaja ukagongwa. Sababu walipotoka kuna chumba cha jirani. Kuna mdada alikuwa naye hana kipindi huo muda. Kwa hiyo akamwagiza aniletee chai. Akaniletea, nimekaa naye kunywa. Nilipomaliza nikasaa nimetulia kwenye meza nasoma. Nikaona Dia ananitumia message nyingi. Nilichokifanya nikazima simu. Alafu nikatulia kimya. Nilipozima simu, ilipofika mida ya saa 4, nimerudi kulala. Nilipolala nikaja nikashtuka saa 7. Mlango ulikuwa unagongwa. Nikatoka kwenda kufungua. Nikakutana macho kwa macho na Di. Kabla hata jiingia nikamuuliza vipi, umfuata nini? Akaniambia sikiliza. Najua umenikasirikia. Lakini mimi sio sosi ya hivyo vitu. Na nimeshaongea naye. Na nishamwambia kae mbali na wewe. Na mpaka mama yake nimemfuata, nimemwambia anachokifanya sio kitendo kizuri. Na mimi sijakipenda. Na yeye anajua kabisa. Nikamwambia skedi. Naomba nisome kwa amani. Naomba nisome kwa amani. Naomba. Akaniambia sawa. Na mimi naomba unisamehe. Nikamwambia hujanikosea. Sababu mimi ndo mwenye makosa. Itakiwa kabla hatujafika huko mbali kote. Japo tuna mwezi mmoja tu. Itakiwa nijue. Itakiwa nifuatilie. Akaniambia sio hivyo. Sio hivyo. Nikapiga miayo. Akaniambia hujala. Nikamwambia kuhusu. Akaniambia ni sawa hainihusu. Lakini wewe ni mtu wangu. Natakiwa kujua. Nikamwambia unatakiwa kujua. Ungekuwa kweli unanijali, ungefanya kitu nilichokuambia. Kaa mbali na mimi. Akaniambia siwezi. Nikamwambia sikia. Naona mimi na wewe hatuna kitu cha kuongea. Nikafunga mlango. Tena kufungua nikafunga. Nikatoka na ufunguo. Akaendelea kugonga. Mimi huyo nikachukua pods nikaweka masikioni, nikaweka muziki mpaka juu. Nisisikie. Baada ya muda nikasikia mlango unafunguliwa. Kwa girls. Wakafungua wakaingia. Fiki akanifuata akaniambia wewe. Sasa ndo nini hivyo unavyomfanyia mwenzako? Nikamwambia mimi simwambie mniache. Akaniambia sio vizuri. Sio vizuri kabisa. Kisa mpumbavu mmoja ambaye mna uwezo wa kumshughulikia ndio mfanyie hivyo mwenzako. Nikamwambia fresh. Mnataka nini? Msamehe tu yaishe. Nitamfikiria. Akaniambia sawa. Haya mama. Tumekaa. Nikaona siwe kesi.
sababu ni mtu ambaye atanisaidia vitu vingi kwa masuala ya hela. Yaani hata sasa hivi nikisema nina shida na 50,000 naipata chap. Kwa nini nisiwe kesi? Nikamtumia message. Nikamwambia hi. Akanijibu hi. Nikamwambia naomba nisamehe. Ni hasira tu. Sikupanga iwe hivi. Akaniambia usijali. Okay? Usijali. Akaniuliza umekula? Nikamwambia bado. Akaniambia basi naomba nikutoe ukapate dina. Nikamwambia sawa. Ila si unajua siwezi kutoka mwenyewe. Akaniambia hata usijali. Waambie wajiandae tutoke. Nikamwambia hamna shida. Kakata simu. Sababu baada ya kuchati alinipigia. Baada ya kukata simu nikamwambia girls tukaanza kujiandaa. Baada ya kujiandaa nikamwambia tayari. Akaniambia mimi nipo chini muda sana. Sema tu unasubiria nyie. Nikamwambia sawa. Tukashuka. Tulivyoshuka akametoka. Akaja akanifungulia mlango nikakaa mbele. Gezo akakaa nyuma. Tukaenda mpaka zebra. Kufika pale yani folera. Ilikuwa ni surprise ambayo mwenyewe sikutegemea. Anaendelea keki iliandikwa I'm sorry my love. Yani nilishtuka, yani nilishangaa. Tukakata. Baada hapo yani nilimwambia kabisa nimekusamehe. Nikamkumbatia tukanywa mate. Tumeendelea kula. Tumekula hivi fika mida ya saa 4. Akaturudisha. Akaniambia make sure kesho unakuja darasani. Nikamwambia mna shida nitakuja. Tukashuka tukaondoka zetu kwenda kulala. Nilipofika tu nikamtext mama sababu alinipigia sikupokea. Sababu ya ile makelele. Sikupokea. Kwa nikamtext. Nikamwambia naomba nipigie. Aliponipigia akaniambia ulikuwa wapi? Nikamwambia nilikuwa discussion na simulation hostel. Akaniambia okay poa. Nilikuwa nataka nijue unaendeleaje. Nikamwambia mimi naendelea vizuri. Akaniambia haya. Usiku mwema. Nikamwambia na kwako pia. Tukakaa sasa kwanza kupiga story kama kawaida yetu za siku yaliyotokea huko darasani. Tumepiga hapo story. Hivyo fika muda tukalala. Sababu tulikuwa na session asubuhi saa 2 kamili. Tukalala saa 12. Tukaamka kujiandaa. Tukajiandaa hapo tukaarrange vitu vizuri. Baada ya hapo tukaelekea darasani. Nilifika darasani. Dia alikuwa hajafika. Kwa nikatafuta sehemu nikakaa, nikakutana na rafiki yake. Nikakaa tukamwekea siti. Tulipomwekea siti tumekaa saa 2 kasoro. Kama dakika 5 ndo akaingia darasani. Akamepitiliza akamekaa. Yaani akamepitiliza sababu mbele kulikuwa kumejaa na alikuwa hajaniona. Akanipitiliza nyuma. Nikamtumia message nikamwambia kipofu tuko huko mbele. Akaniambia niambie mstari ngapi. Nikamwambia unajikutaga wewe ndo mwenye macho makali kuliko wote. Tutafute. Hata sikwambii. Akaniambia please niambie basi. Au unaona la mimi kusimama mbele ya darasa kama vile nanili. Nikamuuliza kama nini? Nahisi umeelewa. Nikacheka. Nikamwambia acha ujinga wewe. Njoo mstari wa 3 kutoka mbele.
Akasema sawa, akaja akaomba kupita, akaja akakaa. Tumekaa, siku ikaisha, tumesoma, siku ikaisha. Maisha zikazidi kwenda hivyo. Ikafika kipindi cha study break. Wakati wa kusoma. Yaani ile wiki sio huwa tunaachwa kwa ajili ya kujiandaa na mitihani. Kwa ile wiki tulikuwa tukienda kudiscuss ile darasa ile ni ile magrupu ya darasani. Ikishafika muda tunapumzika, tukishapumzika D alikuwa anajiandaa, anakuja kutufundisha tena hostel. Akija kutufundisha hostel, anahakikisha tumeelewa, ndo anaondoka. Mpaka wiki ilipoisha, hiyo study break. Baada ya wiki kuisha, sasa ndo tulikuwa tumeingia sasa kwenye mitihani. Nimekaa kwenye mitihani. Yaani anapokaa yeye, ukiona yeye kakaa mbele, basi ujue mimi nyuma. Kama mimi nyuma, basi ujue yeye mbele. Yaani alikuwa hataki kuniacha ni feli. Kitu ambacho nimesahau namkumbusha, kitu ambacho amesahau na tunakumbushana, ni hivyo. Yaani ni moment ambayo nilikuwa sitamani kabisa itoke. Yaani itoke kwa maisha ya chuo. Yaani kwa sita kabisa itoke. Sababu hii ni moment ambayo hata ikitokea sawa, labda tukaachana, tukakosana, nilikuwa natamani moment iendelee. Basi tukafanya mitihani mpaka tukamaliza. Tulivyomaliza nikaa najiandaa kuondoka nyumbani, sababu na kwao ni hapa Pada na Jeni, ila Viki kwao ni Dodoma, mimi Morogoro. Kwa ile wiki baada ya kumaliza mitihani, kama kawaida D alitutoa out, tukaenda kula. Tulivyoenda kula, akaturudisha hostel. Alivyoturudisha, kwa sasa tunajiandaa na safari. Akatuambia, mkiwa mnaondoka mniambie napeleke stendi. Viki akasema kweli, mume tunaye. Hatujalazimishwa wala hatujafosiwa, ila huyo mume tunaye. Kwa tunacheka. Akaondoka, sisi tukabaki, tulikuwa tunajiandaa sasa kwa ajili ya safari kesho. Tukajiandaa, tulivyojiandaa nikaongea na mama, nikamwambia kesho nakuja. Akaniambia sawa, hamna shida. Na kila mmoja akaongea na mzazi wake. Tumekaa tunapiga story. Tukawa tunapanga. Tukirudi nyumbani tuongee na wazazi wetu. Tupange. Tusikae tena hostel. Hiyo kazi ya kutafuta vyumba tulimwachia Nancy na Jenny. Wakasema hamna shida, sababu vyumba viwili au tukipata tu nyumba moja ambayo yenye vyumba viwili, sababu tukichanga wote tunaweza kufanyaje, kuafford kodi. Tukakubaliana pale. Basi saa ile wakati tumekubaliana pale, kila mmoja akampenda kitani kwake, nikasa na chati na D. Nikamwambia hilo wazo la kupanga. Akaniambia mna shida, lakini hiyo ni kama vile mtakuwa mnajinyimia nini? Yaani inatakiwa mtu ukisema unapanga, panga wewe kama wewe. Msipange kikundi, sababu ukisema mpange kikundi, kwanza akili zitalala.
yaani utakuwa huna mawazo ya kusema kuwa niweke akiba kwa ajili, yaani mtakuwa mnatumia tu hela kama mlivyokuwa mnatumia hosteli. Yaani kama kupanga, kila mmoja apange kivyake ili aone jinsi gani ya kufight kutafuta hela, jinsi gani, sababu najua nyinyi ni watu ambao mnaweza vizuri tu biashara. Kama wewe hapo unaweza kusuka, unaweza ukafungua hata saluni ukawa unasuka watu ukapata hela muda ambao sio wa vipindi, ukamanage muda. Nikamwambia sawa, tukirudi tutajua tutafanyaje. Akaniambia haya, hilo ni wazo langu. Nikamwambia mna shida. Nimelala. Asubuhi nikaja nikashtuliwa na Vicky. Akaniambia wewe, amka tujiandae. Nikaamka. Nikaanza kuoga hapo na wale wakaamka na wao wakaanza kuoga. Tulipomaliza wakabaki wanatupangia nguo ambazo sisi tunaziacha na watafanya usafi. Sisi tukawa tunamsubiria hadi aje. Baada hadi kuja, sababu nilimwambia nilipokuwa tunaamka nilimwambia. Baada hadi kuja tukatoka sasa tukatoka na mabegi. Sababu tulibeba vibegi vya mgongoni. Kufika kule tukapanda kwenye gari. Akatupeleka mpaka Magufuli. Alipotupeleka mpaka Magufuli, akatunulia bites ya vitu vya kula njiani. Na akaniunganisha bando ili nisiwe lonely kwenye basi. Sababu nilipanda ile magari yanayoenda Dodoma kwa ajili ya Vicky. Basi akatuaga hapo. Baada ya kutuaga akaondoka. Alipoondoka sisi tukawa tumeendelea. Tulikuwa tunasubiria muda ufike basi liondoke. Tulipanda Shabibi. Muda ulipofika basi likaanza safari. Nikamtumia mama message, nikamwambia tumeshatoka. Nikamtumia na baba naye. Nikawatumia na girls, nikamtumia na yeye. Nipo ndani ya gari. Simu ikaita. Ilipoita alikuwa ni yule Chris. Akaambia rafiki yangu, uko wapi? Nikamwambia nipo njiani naondoka nyumbani. Akaambia bila hata kuaga. Nikamwambia nisamehe. Akaambia umpenda basi gani? Nikamwambia Shabibi. Acha utani. Nikamwambia ndio. Akaambia Shabibi ile ambayo ndio lilieni duel ambayo sasa hivi lipo hapa Kibamba. Nikamwambia ndio. Akaambia na mimi nipo ndani ya Shabibi. Nikamwambia acha utani. Nikamwambia ndio. Akasimama kule alikuwa amekaa, sababu sisi tulikuwa tunapita stage za mbele. Aliposimama akatufuata pale mbele. Akamuomba Vicky. Vicky akainuka, akaenda kwenye siti yake na yeye akakaa pale. Tulikuwa tunapiga story. Yaani story ambazo hata nisemaje? Yaani ni kama vile mtu ambaye huwa anakaa naye sana, kumbe ni mtu ambaye sio sana ila tu hivyo. Tulikuwa tumekaa, tumepiga story mpaka nimefika Morogoro. Sababu alikuwa anaendelea na safari, anaenda Dodoma. Niliposhuka nikamkuta baba tayari kashafika stendi. Alinikumbatia, akaniambia mpumbavu, shule unaenda kusoma unaenda kula, mbona unazidi kunenepa? Nikamwambia nimekonda hivi afu unaniambia eti nimenenepa. Nikamwambia sasa ole wako matokeo yaje mabaya. Nikamwambia haiwezi kuja mabaya sababu akilini Mungu najua siwezi nikafeli. Na ile formation tuloko tumeiweka hapana, hamna mtu anafeli hapa. Kapanda kwenye gari tukaenda nyumbani. Fika nyumbani nikakuta mama Kami ameshapika chai. Tukanywa. Baada ya kunywa tukawa tumekaa hapo tunapiga story. Sasa tena umbea. Yaani nikawa nasimulia zile story ambazo hazihusiani na mambo ya mapenzi. Ni zile story tu za kusoma, sijui nini, yani vile vituko vya watu vya darasani.
Yaani hivyo. Lakini mambo amna. Tukawa tumefurahi basi hapo. Maisha yakaendelea. Baada ya wiki kuisha, siku hiyo nakumbuka. Hiyo siku naikumbuka. Ilikuwa ni Jumamosi. Baada ya mimi kutoka kwenye jumuiya, nafika nyumbani nakuta simu ina miss call 5. Yaani sikutaka kuipapalikia nianze kumtafuta huyo mtu ni nani, sababu namba ilikuwa ngeni. Kwa hiyo mimi nilichokifanya, nikacall, nikaendelea kufanya usafi. Yaani nikaa akilini mwangu nikawaza, nikimaliza usafi ndio nipalanganye na huyu nimjue ni nani. Anayenipigia mara 10 anataka nini kwangu. Nikaiacha simu, nikaunganisha kwanza na redio pale nyumbani sabufa. Nikaanza sasa kufanya usafi kwanza, kusaidiana na dada wa kazi usafi. Tumefanya usafi, tukapika chai, tukamaliza, tukaandaa chai mezani, tukanywa, nikaoga. Sasa ule muda wa kupumzika. Ndo nimerudi tena kushika simu. Niliposhika simu nikakuta message. Pokea simu na kuomba, pokea simu. Message 10 zote zinasema na kuomba pokea simu. Nikasema mimi ngoja nipokee, sababu siwezi jua ni nani na siwezi jua ana shida gani. Nikamtumia message. Nikamwambia samahani, muda ulikuwa umeshafika saa 5. Nikamwambia samahani, naomba nipigie. Akaniambia sawa. Akatuma message sawa. Kweli hata dakika moja haijaisha simu ikaita. Nikapokea. Halo. Ikasikika sauti ya mama. Sio mdada, mama. Halo. Yaani niliposikia tu sauti yake haiendani kidada wala nini, ikabidi ni call, nikamsalimia. Shikamoo. Akaguna. Nikamwambia shikamoo. Marahaba. Unajua unaongea na nani? Niko mwenyewe. Nikatoa macho. Nikaangalia ni namba ngeni. Nikamwambia hapana, sijui ni nani. Akaniambia mimi ni kabla hajamalizia. Yaani sikusikia alichomalizia. Akakata simu. Baada ya kukata simu, nikampotezea. Nimekaa tena kidogo, akapiga. Alipopiga nikapokea. Nilipopokea akaniambia samahani, ilijikata bahati mbaya. Unataka kujua unaongea na nani? Nikamwambia ndio. Mwisho wa sehemu ya 2 ndio mwanzo wa sehemu ya 3. Je, alimpigia simu Jenny ni nani? Usikose kuungana na mimi katika sehemu inayofuata. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye, nawapenda sana.